Israel na Iran zimeanzisha mashambulizi mapya huku vita katika eneo la Mashariki ya Kati vikiendelea kwa siku ya 6. Milipuko imesikika katika eneo lote la kanda hiyo ikiwemo nchini Qatar na Bahrain. Rais Donald Trump amesema anahitaji kushirikishwa katika harakati za kuchagua kiongozi anayefuata wa Iran. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya nje kutoka Axios ambayo imefanya mahojiano na rais wa Marekani. BBC imejaribu kuwasiliana na ikulu ya White House ili kupata maoni yake. Milipuko iliripotiwa huko Tehran na miji mingine nchini Iran. Moshi umeonekana ukifuka juu angani katika mji mkuu wa Iran. Mtu mmoja kutoka Isfahan ameiambia BBC kwamba mji huo ni kama sehemu iliyokumbwa na vita, ukiwa chini ya mashambulizi ya mara kwa mara, huku ndege za kivita zikionekana zikizunguka angani. Iran inaendelea kulipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi katika maeneo ya karibu katika nchi mbalimbali zilizo karibu na kanda hiyo, huku milipuko ikiripotiwa nchini Qatar na Bahrain. Watu 6 wamejeruhiwa na vifusi vilivyoanguka kutoka angani huko Abu Dhabi. Azerbaijan inasema pia imeshambuliwa na ndege 2 zisizo na rubani kutoka Iran. Video hii inaonyesha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nakhchivan. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo amelaani shambulizi hilo na kusema Azerbaijan ina haki ya kujibu mashambulizi. Pia amemuita balozi wa Iran kwa mazungumzo. Huko Lebanon, Israel inasema imelenga kwa mashambulizi kusini mwa Beirut ngome ya kundi la Hezbollah wanaounga mkono Iran. Vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti usiku wa jana kwamba watu 3 waliuawa na wengine 6 kujeruhiwa baada ya mashambulizi mawili karibu na mji mkuu. Wakati huo huo, maafisa wa Pentagon huko Marekani wanadai kuwa makombora ya angani ya Iran yamepungua kwa angalau 86%. Rais Donald Trump amesema Marekani na Israel wako katika nafasi nzuri na ameahidi kuendelea kusonga mbele dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nadhani mnakiona kama kile ninachokiona mimi. Unaona maendeleo makubwa yanayofanywa. Mashambulizi yao yanakabiliwa kwa haraka. Mabomu yao yanavurugwa. Wanawashambulia majirani zao, na katika baadhi ya matukio wanawapiga hata washirika wao, tena washirika wao wengine wa karibu wa hivi karibuni tu. Ghasia zinazidi kuongezeka katika ukanda wa Mashariki ya Kati na katika maeneo mengine, hali ambayo imesababisha wakazi wengi kuhama. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR linakadiria kwamba angalau watu 100,000 waliondoka Tehran katika siku za 2 za kwanza baada ya mashambulizi kuanza. Nchini Lebanon, zaidi ya watu 58,000 wamepewa hifadhi katika maeneo ya makazi ya pamoja. Na nchini Syria, inasemekana takriban raia 10,000 na wa Lebanon 1,000 walivuka kutoka Lebanon kwenda Syria katika siku 2 za kwanza za vita, karibu mara 3 ya wastani wa idadi ya kila siku. Ifuatayo ni taarifa ya Jeremy Bowen ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Katika siku 6 za vita, hali kubwa ya kutokuwa na uhakika kuhusu siku zijazo imewakumba zaidi ya Waajemi milioni 90. Bila kujali maoni yao kuhusu utawala uliopo, kuishi katika jiji au nchi inayopigwa mabomu kunaweza kufanya maisha ya watu kuwa jaribio la kila siku la kustahimili. BBC ilipokea ujumbe huu kutoka Tehran kutoka kwa mwanamume ambaye hakutaka kufahamika. I'm in Tehran. Niko Tehran. Katika siku 3 zilizopita sikuwa na internet kabisa. Hadi jana kulikuwa na mashambulizi ya mabomu hapa. Mashambulizi makali sana. Saa haikujalisha. Saa 24 kwa siku walikuwa wakipiga mabomu. Magari yanaonekana jijini Tehran. Baadhi ya shughuli za kimaisha zinaendelea. Hakuna shaka kuhusu uwezo wa Marekani wa kuharibu, lakini kuna hofu kubwa kuhusu kutimiza ahadi zake za kuwasaidia Waajemi kukomesha miaka mingi ya utawala wa kimabavu. Hakuna ushahidi wa mpango madhubuti wa kile kinachotokea pale mashambulizi ya mabomu yatakapositishwa, na kuna ongezeko la ishara nyingi zinazoonyesha kuwa uwezo wa utawala wa Iran wa kuendelea kupambana ulidharaulika. For the Iranian people, my heart breaks. Moyo wangu kweli umeumia nikiwafikiria raia wa Iran. Rais Trump aliwasilisha hili kama fursa ya kihistoria kwa kizazi hiki, lakini kwa kweli inaonekana kama janga la kihistoria. Raia wa Iran wamegharamika kwa ukandamizaji wa Jamhuri ya Kiislamu kwa miaka 47, na nina wasiwasi si tu kwamba wataachwa katika nchi iliyoharibiwa na vita, bali kuathirika kiuchumi na hata kuendelea kuathirika na athari nyingine za kivita. Israel iliachia video inayoonyesha wazi moja ya ndege zao ikiwa juu ya Tehran na kombora lililozungushwa duara jekundu likipita pembeni kwa kasi.
Israeli iliharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran mwaka jana, jambo linalomaanisha anga ya Iran iko wazi kabisa kwa marubani wa Israeli na Marekani. Waandishi kutoka kitengo cha BBC Persian walizungumza na Waajemi wanaokimbilia mpaka wa Uturuki. Kusema kweli, watu wana msongo wa mawazo kabisa. Hali ni mbaya. Hakuna mtu aliye katika hali yake ya kawaida kwa sababu ya kupanda kwa bei za bidhaa na kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Watu tayari walikuwa chini ya shinikizo kubwa. Na sasa kwa kuwa vita vimeanza tena, hali imekuwa mbaya zaidi. Nilikuwa huko kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini nahisi kama nimezeeka, kama vile nina miaka 100. Ni hali inayochosha, ilinidhoofisha sana. Katika kanda nzima, vita bado vinazidi kupamba moto. Nchini Lebanon, mshiriki wa Iran Hezbollah aliachia video ya shambulio la ndege isiyo na rubani. Katika kile kinachoweza kuwa tukio tofauti, kifaru cha Israeli ndani ya Lebanon kimezungushwa duara, kinaonekana kupigwa moja kwa moja. Israeli hata hivyo ina nguvu kubwa zaidi ya kijeshi kuliko Hezbollah tangu ilipopata ushindi mkubwa dhidi yao mnamo mwaka 2024. Hii ilikuwa Tairi, kusini mwa Lebanon, jana usiku baada ya mashambulizi zaidi ya Israeli. Wizara ya afya mjini Beirut inasema takriban raia wa Lebanon 70 wameuawa katika siku 3 zilizopita. Maswali makubwa kwa Mashariki ya Kati nzima ni pamoja na je, hali hii itaendelea kwa muda gani na kitu gani kifanyike ili kuisitisha? Hakuna aliye na majibu bado. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Familia za Wakenya ambao jamaa zao wamejiunga na jeshi la Urusi kupigana vita dhidi ya Ukraine wameandamana hii leo jijini Nairobi. Wanaitaka serikali ya Kenya kuwasaidia kuwarejesha jamaa zao nyumbani. Familia hizo aidha zinaitaka serikali ya Kenya kudhibiti mawakala wanaopeleka raia wa Kenya kupigana vita vya Urusi na Ukraine. Katika mazungumzo na BBC wiki chache zilizopita, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alisema kwamba angesafiri kuelekea Moscow ili kutafuta suluhu ya kitendo alichokitaja kuwa hakikubaliki. Mwanahabari wa BBC Baldin Waliaula aliambatana na familia hizo mapema leo na kututumia taarifa ifuatayo. Niko hapa mbele ya bunge la Kenya ambapo wazazi, jamaa na marafiki wamefika kuwasilisha azimio lao la kutaka vijana wao ambao wamejiunga na jeshi la Urusi kurejeshwa nyumbani. Awali katika maandamano ambayo walifanya mapema kabla ya kufika eneo hili, tulizungumza na baadhi yao ambao walitoa hisia zao. Kwa niaba ya my nephew ambaye alitoweka na hatukuwa tunajua kwenye alienda, finally alipiga simu na akasema ako Russia. Tunaomba serikali yetu ya Kenya waingilie kati, wakuje watusaidie kupata watoto wetu. Simon Mwaura Ndegwa alitravel kwenda Russia on 20th November. Alikuwa amepromiziwa kwenda kufanya kazi ya udereva, lakini wakati alipofika huko alituambia ameambiwa atatulia kama siku 2-3 hivi alafu atapelekwa kwa kampi ya military. Ameenda kupigana huko. Tungetaka tu serikali iingilie kati. William Samoei Ruto, tulikuchagua kwa roho moja. Tungekuomba tu upige tu simu moja ama uende huko ama utume Musalia Mudavadi aende huko asaidie watoto wetu. Niko hapa juu ya bwana yangu alienda Russia mwaka uliopita na hadi tuko na miezi 4 hadi atuongee naye. Alisema ameenda kazi huko ya security officer. Sijui kama yuko hai ama amejeruhiwa ama asijui. Sina habari yoyote. Zaidi ya Wakenya 1000 wanakisiwa kushiriki katika vita vya Ukraine na Urusi, wengi wao kisemekana kuwa katika mstari wa mbele wa vita hivyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi katika mahojiano ya awali na BBC alisema kuwa anashirikiana na Urusi kusitisha usajili haramu wa Kenya kujiunga na vita hivyo. Hata kama tutazika tupate amani. We want closure. Shinikizo inazidi kutolewa kwa serikali ya Kenya kufanya hima kusitisha Wakenya zaidi kujiunga na jeshi la Urusi. Baldin Waliaula, BBC, Nairobi.